Unajua, hili sakata la mlango wa bahari wa Hormuz bado linazidi kuwatata siku hadi siku. Kuna mambo mengi ambayo yanazidi kutokea pale. Ukamatwaji wa meli mbalimbali unazidi kuendelea, Irani ikiripoti matukio ya kukamata meli katika mlango huo, lakini pia tukio la Marekani kuzuia baadhi ya meli kwenye guba ya Oman, lakini vile mzingiro ambao kwa kiasi kikubwa Irani inazidi kutoa onyo kwamba huenda ikaanzisha shambulizi muda wowote kutokana na mzingiro wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo. Kumekuwepo na utata mkubwa sana, huku meli zikipata kizungumkuti kupita katika mfereji huo wa Hormuz. Sasa rais wa Marekani Donald Trump ameibua sakata jingine kwa kusema kwamba Marekani kwa hivi sasa ina udhibiti kamili wa mlango wa bahari wa Hormuz, huku mvutano na Irani ukiendelea. Taarifa inasema kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza tena kuwa Marekani ina udhibiti kamili wa Strait of Hormuz, akiongeza kuwa uongozi wa Iran umevurugwa na migogoro ya ndani kiasi kwamba haijulikani nani hasa anayesimamia. Hata hivyo, madai ya Trump yanaonekana kutiliwa shaka kufuatia tukio la wanajeshi wa Iran kukamata meli mbili za mizigo, pamoja na ripoti ya Marekani inayoonya kuwa inaweza kuchukua hadi miezi 6 kusafisha mabomu ya baharini katika eneo hilo. Kauli za Trump zilikuja siku ya Alhamis baada ya vikosi maalum vya Marekani kupanda na kukamata meli ya mafuta isiyo na utaifa katika bahari ya Hindi, ambayo Pentagon ilidai kuwa ikibeba mafuta ghafi kutoka Iran. Operesheni hiyo ya kijeshi ilifanyika saa chache baada ya Iran kukamata meli hizo mbili, huku pande zote mbili zikiendelea kuweka vizuizi vinavyopingana katika mlango wa Hormuz, hali inayosababisha bei ya mafuta duniani kubaki karibu dola 100 sawa na paundi 74 kwa pipa. Ingawa vikosi vya Marekani vimeonyesha uwezo wa kuzuia meli zinazotoka katika bandari za Iran, bado havijaonyesha uwezo wa kufungua njia hiyo kwa meli zinazotoka katika bandari za washirika wao wa Ghuba. Athari za vizuizi hivyo vya pande mbili zimeongezwa na uwepo wa mabomu ya baharini katika eneo hilo. Katika taarifa ya bunge la Marekani, Pentagon ilionya kuwa inaweza kuchukua hadi miezi 6 kusafisha mabomu yote yanayoshukiwa kuwepo katika njia za majini, kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la The Washington Post. Sasa mambo yanazidi kuwa mambo, kwa sababu hali ambavyo inaendelea kwa hivi sasa kuhusu uhalisia pale katika Mashariki ya Kati, hasa kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, kila upande unadai kivyake. Marekani siku ya Alhamisi ilikamata meli ya mafuta isiyo na utaifa katika bahari ya Hindi, ambapo meli hiyo ilisemekana kwamba ilijihusisha zaidi huko nyuma kufanya biashara kati ya China pamoja na Iran. Yani ilikuwa inabeba mafuta kutoka Iran kupeleka China. Na meli hiyo Marekani ilikamata katika nchi ya Sri Lanka, maji karibu kabisa na Sri Lanka. Na Marekani pia kupitia Pentagon wametoa taarifa ambayo inaeleza kwamba huenda ikachukua miezi takribani 6 kuondoa mabomu ambayo yametegwa katika njia za majini. Mwanzoni kabisa mwa vita kati vinaendelea, kulikuwa kuna ripoti ambazo zilikuwa zinaeleza kwamba Irani imetega mabomu katika mlango huo wa bahari wa Hormuz, na mabomu hayo ambayo yametegwa ilikuwa ni kwa ajili ya meli zote ambazo zitapita hapo basi ziweze kukutana na kadhia kubwa ya milipuko. Na taarifa hizo japo hazikuthibitishwa rasmi na Iran, lakini inasemekana kwamba kwa uchunguzi uliofanyika na Marekani ni kwamba kweli kuna mabomu ambayo yametegwa katika njia hiyo ya bahari muhimu kabisa, ambapo meli za kibiashara zimekuwa zikipita hapo. Na hivi sasa kumekuwepo na zuio kubwa. Bado Trump anasisitiza mzingiro wa kijeshi uendelee, lakini bado Irani inatoa taarifa nyingi zaidi, kutoa vitisho kwamba kama ikiwa wakiendelea na mpango wake huo, basi huenda tukashuhudia hatari kubwa sana kwa hapo baadaye, kutokana na jinsi ambavyo mambo yanakwenda kwa hivi sasa. Ikiwa mapigano yamepelekwa mbele, yani ceasefire imepelekwa mbele, bado siku kamili haijatajwa kwamba ni siku gani ceasefire itafika mwisho, lakini kiuhalisia tu ni kwamba hadi kufikia hivi sasa bado mambo ni mazito, mambo ni magumu. Cha msingi tu ni kuendelea kusubiri kuona nini ambacho kitajiri kwa hivi sasa huko Mashariki ya Kati, huko mvutano ukizidi kuendelea ukihamia zaidi kwenye masuala ya kiuchumi. Usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.